na utume, kwamba kijana Mwadventista na utume. Na leo ni siku ya Sabato ya watoto. Kwa hiyo tunahitimisha masomo yetu, lakini tukiwa katika siku hii ya Sabato ambayo ni siku ya watoto duniani au sema ulimwenguni kote. Kwa hiyo tutajifunza machache, tutajadili, lakini pia tutajibu maswali machache ambayo yaliulizwa, mengine yalikwisha kujibiwa. Baadhi ya maswali ambayo yaliulizwa yamejibiwa. Labda kama uliuliza swali na ukuhudhuria, swali la kwanza lilikuwa linasema, je, ni sahihi kutumia Sabato kwenda kujiburudisha badala ya kwenda kanisani? Tukasema hapana. Kwa nini? Tukatoa sababu za kutosha hapo. Sabato ipo kwa ajili yetu sisi kumtukuza Mungu, au Sabato iliwekwa kwa ajili ya kutulia siku hiyo na kumtukuza Mungu peke yake, sio kujiburudisha wenyewe. Kwa hiyo tukaangalia nukuu za Ellen G. White katika Desire of Ages, tukaangalia katika Kutoka 20 fungu la 8 mpaka 11 yazungumzia habari za Sabato. Tukaangalia Mwanzo kuanzia sura ya pili, kuanzia fungu la kwanza hadi fungu la 3 baada ya uumbaji, tukaona Mungu mwenyewe aliweka pale. Swali la pili ambalo mtu mwingine alikuwa aliuliza kuhusiana na kwa nini watoto wanafundishwa michezo lakini wakikuwa baadhi ya michezo hiyo hawaruhusiwi. Tukasema kwamba michezo wanayokuwa wanaruhusiwa sio kwamba kanisa limeruhusu watoto wafundishwe michezo ambayo wakikuwa hawaruhusiwi. Badala yake kuna michezo ambayo wanatakiwa waweze kufundishwa. Kucheza au kufurahia, kuimba ni vizuri, kujiburudisha, lakini sio kuzidisha. Mara nyingi walimu wanaopewa kufundisha watoto hao wanaongeza na vionjo. Ndiyo maana inafikia hatua tunaangalia, mbona watoto wanaruhusiwa kabisa wakiwa watoto, mbona wao wanafanya, lakini sasa hivi mnakataza, wanazidisha tu wao wenyewe. Tukaangalia kwamba kanisa halikatai michezo yoyote au michezo yote. Michezo inayojenga afya, ushirikiano na tabia njema inakubalika, lakini burudani inayomuondoa mtu kwa Mungu haifai. Lakini pia tukaangalia Biblia inasema fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Ikiwa unafanya yale ambayo hayamtukuzi Mungu, maana yake yote hayastahili. Ellen G. White tukaangalia katika Testimony for the Church gombo la 6, ukisoma hapo ukurasa wa 358 aya ya kwanza na ya pili inaelezea hapo. Lakini pia The Adventist Home sehemu ya Recreation, Adventist Home sura ya 79 na sura ya 80 utaweza kuangalia hapo. Kuna utaratibu ambao umewekwa juu ya michezo au maburudisho, lakini tuliona maburudisho ni ya msingi sana kwa ajili ya kuweka afya zetu kuwa vizuri. Je, ni sahihi vijana wa kanisa kuvaa sare fupi? Master Guide SYL Pathfinder AY Ambassador kwa ajili ya kupiga kwata vizuri, yani wale ambao ni kwa maana alizungumzia jinsia ya kike, ndio mara nyingi alizungumzia zile sketi kwamba wanakuwa wanavaa zinaishia humu. Je, ni sahihi kuvaa vinguo ambavyo akikaa yeye mwenyewe anatafuta leso iko wapi au Biblia afunikie? Je, ni sahihi ili ukifika wakati wa kwata aipige vizuri? Jibu ni sahihi. Wote mmekataa, kumbe tayari majibu mnayo, si ndio? Kwa hiyo kama mnafahamu hivyo, sio sahihi. Kipimo cha Mkristo si shughuli anayofanya. Kwa hiyo ili upimo Ukristo wako sio kwamba ni kazi unayoifanya, bali ni nini? Ni kanuni ya Mungu. Biblia inasema tuvae kwa adabu na kwa kiasi. Soma Timotheo wa kwanza fungu la sura ya 2 aya ya 9. Lakini pia Ellen G. White katika masuala ya kitabu cha Education kipengele cha Grace nazungumzia mambo kama hayo. Soma pia katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 4 sura ya 62 pia inazungumzia hiyo, na Shuhuda kwa Kanisa sura ya 23 ukurasa wa 83 utapata hapo. Mwingine akawa ameuliza, je, wadada kuvaa suruali kazini? Wadada kuvaa suruali kazini, yani kuvaa mavazi ambayo tulisoma Kumbukumbu la Torati 22:5 kwamba mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume na mwanamume asivae mavazi yampasayo nani? Na akifanya hivyo anafanya nini? Anamchukiza nani? Ni kweli. Tukasema ya kwamba kuna mavazi ambayo ni official ya kazini, si ndio? Lakini pia naangalia lengo au kusudi la kuvaa hilo vazi ni nini. Sawa?
Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati 22:5 inafundisha kuheshimu tofauti ya mwanamume na mwanamke. Lengo lake ni kuzuia kuchanganya utambulisho wa jinsia. Katika mazingira ya kazi kama benki, jeshi au uhandisi, Mkristo anapaswa kuzingatia staha. Haujazuiliwa, lakini uzingatie nini? Staha. Heshima na sababu ya vazi hilo unalivaa kwa ajili ya nini? Unaona madaktari wapo huko wanavaa Yes, ukifika huko hospitali utakuta wanavaa. Kwa hiyo yawe na staha. Lakini pia pale ambapo kuna uchaguzi, ikitokea kuna uchaguzi wa mavazi, basi chagua mavazi ambayo yana adabu, ni ya Kikristo. Mavazi ya Mkristo yaonyeshe kiasi, unyenyekevu na kumheshimu Mungu. Ukisoma katika Testimonies for the Church Volume 1 sehemu ya Dress Reform inazungumzia, na Selected Messages Book 3 inazungumzia pia hapo. Kwa hiyo katika mavazi ya maburudisho, Testimonies for the Church gombo la kwanza 457 1-2 pia inasema kwamba katika mavazi ya maburudisho Mkristo haongozwi na mtindo ya dunia bali na kanuni za Mungu. Hii inataja moja kwa moja kuvaa suruali. Yaani unapokuwa unavaa suruali, mfano unavaa suruali unapigilia tu, yaani ushaona kwamba ni sehemu ya vazi lako, maana yake unakuwa sio vizuri, sawa? Yaani unapokuwa unavaa suruali, yaani ushaona ni utamaduni wako kuvaa suruali, yaani ndio mitoko yako. Ukienda kabla unachukua, ukienda wapi unachukua. Sio vizuri. Sawa watu wa Mungu? Unanichukia Mbona muitikii? Sawa watu wa Mungu? Ni chungu lakini tuimeze hivyo hivyo. Kwa hiyo kama una suruali baada ya haya mafundisho nadhani unaweza ukaona cha kufanya. Swali lingine niliuliza kwamba swali langu ni kwamba maburudisho ya kucheza games kama games za mpira, running na puzzle ni dhambi? Na bado watu wanasikitika. Na kuna watu wameenda mbali zaidi kwenye familia zetu. Unakuta huko mtu anavaa suruali mbele ya baba yake, kwa kuwa baba yake naye hamwambii, anakuwa anavaa tu. Wazazi wengine wanakuona wewe ni mkubwa, akikwambia labda na wewe mama yako kwa kuwa akwambii na yeye, na wewe unapiga tu suruali mbele ya baba yako, unajiona wote mshakuwa wanaume pale nyumbani, wakihesabu wanaume na wewe umo. Jamani watu wa Mungu, sio vizuri. Tuache. Sawa watu wa Mungu? Tubadilike. Hata kama ni mjini basi kubali kuitwa mshamba, lakini uwe na uhakika kwa ajili ya kuurithi uzima wa milele. Kubali kuitwa mshamba, lakini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kazi ya Mungu.